Kwa majina naitwa Jacob Moshi Talie, ni mkazi wa Dar es Salaam maeneo ya Mbezi Juu. Mimi nimekuja kuno Tanzania kuelezea hii habari ambayo ilinitokea mimi, kwa sababu nimeona nije hapa kwenye upande wa media, naamini nitapata msaada. Mimi nimekuja Dar es Salaam 2010, lakini nikafanikiwa kupata kazi kwa tajiri mmoja ambaye alinipa kazi kwa ajili ya kutengeneza mikate. Baada ya hapo nimefanya kazi pale ndani ya mwaka mmoja, akanihamisha eneo la kazi, tukahama kazi, nikahamia kwenye Sinza maeneo ya supermarket. Sinza pale nimefanya kazi ndani ya muda wa miaka mitatu. Baada ya supermarket yake kufunga, nikahama tena, nikaenda mpaka Kariakoo ambako alikuwa na maduka ya nguo. Huyo tajiri tulikubaliana kiasi ambacho atanilipa na nikaanza kazi mara moja. Baada ya hapo nimefanya kazi kwa uaminifu mkubwa bila changamoto yoyote, ambapo kitu ambacho kimenisikitisha na kuja mbele ya media hapa ni kwamba kuna tukio ambalo limenitukia mimi ambalo sio la kiungwana, ni tukio ambalo ni la uonevu, tukio ambalo limesababisha maisha yangu mimi kuyumba na kupotea kabisa mpaka sasa hivi hapa mnavyoniona hapa, ndugu zangu wa Tanzania. Ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 12 2025. Bosi alikuja na askari 4 dukani, akanikamata. Baada ya kunikamata akaniweka kwenye gari lake na kuanza kuondoka bila mimi kujua tunaelekea wapi. Baada ya kufika kwenye gari, polisi wakanifunga pingu. Nikauliza ni kwa nini mnanifunga pingu? Wakataja kwamba wamepata taarifa kwa tajiri yangu kwamba mimi nimemuibia vitu vyake, kitu ambacho sio sahihi na sio kweli. Baada ya hapo walinipeleka na kunilazimisha sana mimi nitoe simu zangu mfukoni ambazo nilikuwa nazo 2. Wakafanikiwa kuzichukua na wakafanikiwa kuzichukua kwa nguvu, na hatimaye tukaanza safari ya kuelekea ambako mimi nilikuwa sikujui. Lakini baada ya hapo polisi mmoja aliniambia kwamba wana tajiri yako amekuja kutushtakia sisi na kwamba wewe umemfanyia uhalifu katika duka lake. Kwa hiyo tunataka tukakague vitu ambavyo yeye anahisi unavyo. Basi baada ya hapo ukaguzi, safari iliendelea, na tulipofika katikati hapa polisi wakaniambia, bwana ndugu yangu, wewe mbona unaonekana ni bwana mdogo, lakini hizi tukio ambazo zinaonekana zinakuzidi uzito. Nikamwambia mimi sielewi tukio lolote ambalo mimi nimefanya. Basi baada ya hapo tumeelekea nyumbani. Ukaguzi taratibu ukafanyika, utaratibu wa ukaguzi mpaka kama inavyojulikana, kupita kwa serikali za mtaa, waenda polisi sehemu moja ambayo ni polisi Madale. Baada ya hapo tukaenda kwenye ukaguzi. Ukaguzi umefanyika. Sasa kitu ambacho kingine cha kushangaza baada ya ukaguzi kuendelea ni kwamba wao walichukua, hawakutafuta vile vitu ambavyo wanavitaka wao, kwamba walichukua kila kitu ambacho wanaona wao kinawafaa wao, ikiwemo nguo zangu ambazo nilikuwa navaa nikiwa naenda ofisini kwake, walizichukua zote, na vitambulisho vyangu vya taifa, kadi zangu zote walichukua, kwa maana ya kwamba ndio ushahidi wanaosema wao kwamba ndio vitu ambavyo nimechukua kwake. Lakini baada ya ukaguzi nilienda polisi, nilipelekwa sasa polisi. Baada ya kufika polisi nikatoa maelezo, nikaingizwa mahabusu. Baada ya kufika mahabusu nimekaa pale kwa siku 2. Ndugu zangu wakaja kunitolea dhamana ikakataliwa.
sababu alikuja bwana mdogo wangu ambaye anafanya shughuli zake tu za barabarani, akaambiwa hana sifa ya kunizamania mimi. Lakini baada ya kukosa dhamana nikabidi niendelee kukaa ndani. Lakini niliendelea kupokea vitisho kutoka kwa tajiri kupitia ambaye alitumia wale polisi ambao walinikamata, kwamba ninalazimika mimi kuachia nyumba, nisipoachia nyumba nitapotezwa. Hicho ndicho kitisho ambacho nilikipokea. Lakini akasema tajiri hataki chochote, hataki kupeleka mahakamani, hataki kukunyang'anya kitu chochote. Yeye isipokuwa anataka ameiona nyumba yako tu ndio anatakiwa unatakiwa umwachie ili ubaki huru. Kwa mimi, ndugu zangu wa Tanzania, ni kwamba ili uhuru wangu mimi uonekane ni kuachia nyumba ili niwe huru. Bwana, nilipewa option mbili, kwa moja nichague niachie nyumba nikae huru, au ning'ang'anie nyumba nipotezwe. Hicho ndicho kilikuwa kitisho ambacho nilipewa nikiwa pale polisi, kwa madai kwamba kimetoka kwa tajiri. Mimi nikakataa kuachia kwa sababu nachojiamini ni kwamba nyumba nimeipata kwa jasho langu, nimefanya kazi kwake kwa muda wa miaka 15. Sehemu zote hizo tatu, kuanzia kwenye kiwanda chake cha mikate, kiwanda supermarket, na pale Kariakoo. Kariakoo nimefanya kazi miaka 11. Sinza nimefanya kazi miaka mitatu, na kwenye kiwanda chake cha uzalishaji wa mikate nilifanya kazi mwaka mmoja. Kwa hiyo pesa yangu ambayo niliipata ndio nilijidunduliza kidogo kidogo, hatimaye mimi nikapata eneo lile ambalo nilijenga nyumba yangu mimi mwenyewe. Basi baada ya hapo nimekaa pale siku ya 4, alikuja mwenyewe tajiri pale polisi na kutaka tuzungumze, kwamba tuzungumze, tufanye maridhiano ili mimi nimwachie anachokidai kwamba ni nyumba, na mimi niwaki huru. Lakini kitu ambacho ni cha kusikitisha, tajiri alileta uzushi wa kunizushia maneno mengi kwamba mimi ninamiliki pikipiki, ninamiliki na bajaji 3 na pikipiki 3, kitu ambacho sio kweli. Lakini baada ya hapo polisi walinitoa nje kwamba nikazungumze na polisi mwingine ambaye alikuwa ananishawishi na kunilazimisha mimi nikubali kuachia hiyo nyumba anayoitaka. Lakini polisi aliniambia, bwana mdogo, wewe bado ni mtoto, bado ni mdogo, lakini unaweza kupata vitu vingine. Kwa nini usimwachie hii nyumba ili wewe ukamwomba fidia? Ukishamwomba fidia ya milioni 20 akakuachia, wewe unaweza kufanya kazi na ukapata ile vitu vingine zaidi ya hivyo hapo. Basi baada ya hapo mimi nikakataa, nikasema mimi siwezi kukubali kuachia nyumba wakati sijathibitishwa. Kama yuko tayari, mimi niko tayari anipeleke kokote anakotaka yeye, lakini mimi siko tayari kuachia nyumba kwa sababu naogopa kupotezwa. Ni kweli neno la kupotezwa nimezungumza, limenisikitisha sana, kwa sababu hili linaonekana ndio tishio langu kubwa, ili kuweza kumwachia ile nyumba ambayo yeye alitaka. Baada ya kuiona akatamani kwa tamaa zake mwenyewe. Basi baada ya hapo nikarudishwa tena kwenye kikao, nikaendelea kukataa. Lakini mwisho wa siku ilibidi nikubali kwa sababu ya vitisho na nguvu iliyotumika pale polisi. Ikanilazimu mimi nikubali kuachia hii nyumba kwa sababu ya vitisho vikali ambavyo vilinikuta mimi. Lakini hapa mkononi kwangu nina karatasi hii hapa ambayo hii ni hati ya makabidhiano. Hii ni hati ya makabidhiano ambayo imetengenezwa baada ya mimi kusema nimekubali. Usiku saa 5 nilishushwa kutoka polisi na kupelekwa sehemu moja pale Posta, ambapo kuna kasino kubwa liko mtaa wa Samora. Pale niliingizwa pale Samora na bosi akampigia mwanasheria wake akatukuta pale Samora. Huu mkataba ndo huo mwanasheria wake akautengeneza yeye usiku huo, usiku kwa usiku. Baada ya hapo, baada ya kumaliza kutengeneza huu mkataba, ukaona huu mwingine tena ambao aliuandika yeye mwenyewe kwa mkono wake tajiri, ya kunipatia mimi pesa kidogo kama asante yangu mimi kufanya kazi kwake.
Sasa nikawa najiuliza huyu mimi ananizushia kwamba mimi nimemfanyia uhalifu, maana yake nimemuibia. Inakuwa vipi tena anipe tena hii pesa ambayo aliandika mwenyewe, aliitoa kama asante ya kwangu mimi kumfanyia kazi kwake. Kwa nikaona hii kitu haijawa sawa, ndio maana nimekuja hapa. Ndugu zangu wa Tanzania, mnisaidie kuweza kupata vitu vyangu ambavyo amevichukua bila kutumia utaratibu, kwa sababu nilitarajia yeye angeweza kwenda hata mahakamani, kwa sababu tayari yeye ameshanikamata, niko nguvuni kwake. Kwa hiyo akawa anatumia nguvu kubwa ili mimi vitu vyote niishie pale pale, asinipeleke mahakamani. Umeona? Kwa sababu hata huu mkataba naokuambia huu haukutengenezwa mahakamani. Huu umetengenezwa sehemu moja ya posta kwenye kasino. Hata polisi huu walipelekewa tu kama nakala wasome alichokiandika mwanasheria wake. Hivyo mimi nilinyimwa haki yangu kwa sababu sikupata nafasi ya kujitetea wala ya kuzungumza hivi vitu anavyonituhumu navyo kama ni vya kweli au sio vya kweli. Lakini baada ya mazungumzo marefu alizungumza akisema bwana, yeye taarifa hizi mpaka kuja mimi kuniweka nguvuni mwake, alipata taarifa kutoka kwa mmoja ya wanawake ambao wanasadikika kwamba ndio aliyepeleka taarifa hizo kwake, na taarifa hizo alifikishiwa. Lakini baada ya kufikisha hizo taarifa akasema yeye anazichunguza, lakini uchunguzi wake nashindwa kuelewa uchunguzi wake ni uchunguzi wa namna gani, kwa sababu hakunipa nafasi ya kujitetea, hakunipa nafasi ya kuelezea aidha hivyo vitu anavyotuhumu nimevipata wapi. Na mimi ninachohakikisha ndugu zangu wa Tanzania ni kwamba toka mimi nafika Dar es Salaam sijawahi kufanya kazi kwa mtu mwingine yeyote zaidi ya kwake tu. Kwa hiyo amekuwa akinilipa pesa halali kabisa ambayo anaijua mwenyewe tuliokubaliana, na nje ya hapo alikuwa ananilipa pesa kulingana na kazi ambayo nayoifanya. Lakini haitoshi, nimevumilia kufanya kazi kwake kwa mateso makubwa, kwa sababu ukiingia kazini kwake saa 2 kutoka haijulikani, unaweza kutoka saa 6 au saa 5 kazini kwake, lakini mshahara ni ule ule. Hakuna bonus, hakuna off, hakuna overtime, hakuna likizo. Likizo yako ni mpaka ukiwa umeumwa. Ukiumwa hapo ndio likizo yako, ukipona kazini. Lakini kitu kingine cha kusikitisha ni kwamba hata ukiwa unaumwa akitoa pesa yake yeye hayuko tayari kukusaidia kama mfanyakazi wake. Yeye yuko tayari ukiumwa akitoa pesa yake ni kwamba ukishapona tu siku ya mshahara unaofuata anakukata ile pesa ambayo alikupa kama ya matibabu. Sasa nimekosa haki zangu zote. Nakumbuka nimefanya kazi wake kwa muda mrefu sana. Sasa anavyozungumza na watu wakubwa, kwa sababu yeye ni mtu mwenye pesa, anatumia nguvu yake ya pesa kuweza kunikandamiza mimi. Lakini kama angeweza kutumia sheria, huenda haya yote yasingekuwepo, kwa sababu mimi nimetafuta haki yangu baraza la ardhi la kata, lakini cha kusikitisha ni kwamba sikuipata hiyo haki yangu, kwa sababu kama kuna makona mengi. Nimefika pale baraza la ardhi la kata ya Kinondoni, nimeenda TAKUKURU Upanga, lakini nako sikupata msaada. Nimeenda wilayani, nimefika pale, kila akiitwa Haji, akipigiwa simu apokei. Kwa baada ya hapo nimekuja sasa hapa, hii ndio naona ni sehemu yangu ya mwisho ya kuwalilia nyinyi Watanzania wenzangu, maana hapa nimeshazunguka sana. Ili swala kumbuka lina muda mwaka mzima sasa nasumbuka na hangaika bila msaada wowote. Lakini tu labda kingine ambacho naweza kuongezea ni kwamba nilibahatika kupata mwanasheria ambaye kidogo alionyesha nia kunisaidia, lakini naye alihitaji pesa. Sasa ukichunguza zaidi hapo, mimi nimeshanyang'anywa kila kitu. Sina pesa, sina cha kumpa mwanasheria wa aina yoyote. Kuona mwanasheria baada ya kuona mimi sina pesa, ikabidi sasa kesi yangu ikae pembeni, kwa sababu mimi sina pesa ya kuweza kuendeleza hiyo kesi. Lakini kumekuwa na maneno mengine ambayo yanazungumzwa kwamba matajiri huwa wanatumia pesa zao kuwakandamiza wanyonge. Na mimi ili kweli nimeliona kwa kweli, kwa sisi ambao hatuna pesa, hatuna nguvu ya mtu yoyote, hatuna kiongozi yoyote. Kiongozi wetu sasa ni sisi, ni nyie sawa Tanzania
ambao mnaweza sasa kupiga sauti, kupiga kelele, ili hii hali ya matajiri kudhulumu wafanyakazi wasiojiweza, wafanyakazi ambao wametumia muda wao na nguvu zao nyingi ili waweze kupata haki zao kama mimi. Kwa naamini baada ya hili swala, baada ya mimi kufika hapa, naamini nitafanikiwa, lakini nitakuwa baada ya hapa zitakuja kesi nyingi, kwa sababu matajiri wengi wamedhulumu watu kwa njia hizi, kwa kuwaona ni wanyonge, hawezi kwenda kokote. Watu wengine ni sisi tunaogopa hata kwenda polisi. Kwa hiyo tuna hofu na nafikia hata haki zetu tunazikosa kwa sababu ya kuogopa tu polisi watanifanyia kitu kibaya. Lakini huyu bosi amekuwa akifanya hivyo na ni matokeo yake ya kuendelea kila siku. Kwa mimi sio wa kwanza yeye kunifanyia mambo kama haya, ingawa wengine walinyamaza, lakini kwa mimi hapa nimeona nisinyamaze, niwe mfano kwa watu wengine ambao wamefanyiwa vitu kama hivi. Kwa baada ya hayo, historia yangu mimi ilikuwa ni hiyo hapo. Nimeendelea kupambana huku na huku, nashindwa kwa sababu kila mwanasheria anahitaji pesa. Anahitaji pesa ili ndio afanye kazi yako. Na mimi pesa sina. Sina pesa ya aina yoyote. Hapa nilipo niko mimi kama mimi, hata kuishi tu naishi kwa tabu. Yaani nibaki naishi tu kama ndege ambaye hana wazazi, analala kwa sehemu zozote tu analala. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa mbele ya Watanzania nipokee kama muhitaji na mtu ambaye nimezulumiwa vitu vyangu vingi ambavyo tajiri alivichukua kwa nguvu, kwa kutumia mkataba huu hapa ambao aliutengeneza usiku wa saa 6 kwa uhalali wa kwamba yeye kwa kunilazimisha sana polisi nikubali kusaini huu mkataba ili yeye apate uhalali wa kuweza kujimilikisha vitu ambavyo mimi nilikuwa navyo. Umeona ndugu zangu wa Tanzania, sasa mimi ni muombe rais wangu mpendwa Mama Samia, mtetezi wa wanyonge. Sisi hapa watoto wako ndio wapiga kura wako. Kwa hiyo mama, nakuomba mimi kama mimi uweze kunisaidia hili tatizo. Huyu bosi amenizulumu mimi vitu vyangu, amenizulumu na nguvu zangu ambazo nimetumika kwake muda wa miaka 15 nikiwa nafanya kazi kwake. Lakini cha ajabu leo amenifukuza kazi na kunisingizia kesi na kuninyang'anya vitu vyangu vyote ambavyo mimi nilikuwa nishavipata ndani ya muda huo wa miaka 15 kwake. Hivyo nakuomba Mama Samia, rais wetu mpendwa, uweze kuliingilia kati hili swala na hatimaye mimi nikaweze kupata haki yangu. Lakini bila kusahau kwako waziri mkuu, ambao nimeona mara nyingi sana ukisaidia wanyonge, ukiwatetea watu ambao wasiojiweza, watu ambao wamezulumiwa kama mimi. Na mimi naamini hili swala liko ndani ya uwezo wako, utanisaidia na utalikomesha kabisa kwa hawa mabosi ambao wanatumia pesa zao vibaya kwa dhulumu watu wanyonge ambao sisi tusiokuwa na uwezo. Lakini nakuja kwako la mkuu wangu wa mkoa mpendwa, ambao na wewe nimeona umefanya kazi kubwa sana. Kazi ambayo umesaidia watu wengi wanyonge na kuwapatia haki yao na kuwarudishia umiliki wa vitu vyao ambao walivitafuta kwa haki zao. Huyu bosi anajulikana, anafahamika, yuko Kariakoo. Kwa hiyo wala sio mtu wa kumtafuta. Mimi amenizulumu vitu vyangu, amenizulumu nyumba yangu ambayo iko Madale pale. Sio nyumba ya kutisha hivyo, lakini kwa sababu sina uwezo wa kusema mimi nitapambana naye, sina nguvu ya kusema mimi naweza kushindana naye, amejimilikisha hivyo vitu kwa sababu ya kutumia nguvu yake ya pesa. Hivyo mkuu wangu wa mkoa Albert Chalamila, na kuomba uweze kunisaidia na kuliingilia kati hili swala ili na mimi nikaweze kupata haki yangu kama wengine wanavyopata haki. Lakini kukomesha hili wimbi la mabosi wa kudhulumu wafanyakazi wao pindi wanapoonekana labda wana kitu fulani na kuwasingizia kesi nyingi, ili kila mtu akaweze kuishi kwa haki na kwa nguvu zake. Ndugu wa Tanzania, niko mbele yenu kwa ajili ya kuwaomba msaada. Mwenye chochote aweze kunisaidia, kwa sababu kumbuka mimi niko hapa, sina kazi ya aina yoyote ambayo inaniingizia kipato. Nimekuwa nikizunguka katika ofisi mbalimbali bila msaada wowote, kwa sababu natoka hapa kwenda mpaka Kinondoni kwa mguu.
natoka hapa naenda kata kwa mguu kwa sababu ya kutafuta haki zangu, lakini vile vile sipati mafanikio ya aina yoyote. Na waombeni wa Tanzania, mwenye chochote anisaidie. Nahitaji msaada wa kisheria, nahitaji msaada wa ajira, nahitaji msaada wa pesa, nahitaji msaada wa hali na mali. Ndugu zangu wa Tanzania, naomba mnisaidie kwa hili swala ambalo limenikuta mimi mwenzenu, naomba mnisaidie sana. Ninaomba msaada rais wangu Mama Samia, ninakuamini sana, naamini wewe uko hapo kwa ajili ya kutetea wanyonge kama sisi, na kuomba niko chini ya miguu yako rais wangu mpendwa, uingilie kati hili swala ambao mimi nimezulumiwa vitu vyangu. Lakini pia waziri wangu, nimeona ukifanya kazi nyingi lakini ukitetea wanyonge na hatimaye kupata haki zao. Waziri wangu mkuu, Waziri Mwigulu Nchemba, na kuomba uingilie kati hili swala na hatimaye kaweze kupata haki zangu. Lakini bila kumsahau mchapakazi wangu mkubwa Albert Chalamila, mkuu wangu wa mkoa, niko hapa kijana wako, nimezulumiwa na mabosi ambao wametumia nguvu zao kubwa kunizulumu mimi. Hivyo naomba unisaidie ili haki yangu nikaweze kuipata.